Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini, Aretas Limo, amesema operesheni zinazoendelea nchini zimefanikiwa kukamata kiasi kikubwa cha dawa za kulevya, hususan bangi aina ya skanka katika mikoa mbalimbali. Akizungumza na vyombo vya habari leo jijini Dar es Salaam, Limo amesema kwamba mtuhumiwa Jontwa Samueli Mwekonyole mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Gogoni Kibamba, alikamatwa akiwa na kilogramu 81.883 za skanka zilizokuwa zimefichwa ndani ya gari aina ya Scania lenye namba za usajili wa Afrika Kusini CAA 129054 pamoja na tela namba CAA 22911. Imebainishwa kwamba gari hilo lilikuwa limebeba matunda aina ya apples likiwa njiani kusafirisha mzigo huo haramu. Mimi natumika ndaba na hizi ni ripoti zaidi. Bangi aina ya skanka imeendelea kukamatwa kwa wingi hapa nchini. Katika operations zilizofanyika jijini Dar es Salaam, mtuhumiwa Jontwa Samueli Mwekonyole mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Gogoni Kibamba, alikamatwa akiwa na kilogramu 81.883 za skanka zikiwa ndani ya gari aina ya Scania lenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya Kusini CAA 129054 na trailer namba CAA 22911 lililokuwa likitokea nchini Afrika ya Kusini kuja Tanzania likiwa limebeba matunda aina ya apples. Eneo la Chanika Buyuni tuliwakamata watuhumiwa Masud Rajabu mwenye umri wa miaka 38 na mwenzake Shafii Muhammad mwenye umri wa miaka 30 wakiwa na kilogramu 488.64 za skanka zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya nyumba wanayoishi. Aidha, jijini Mbeya, katika ukaguzi wa mabasi ya abiria, watuhumiwa 6 walikamatwa kwa nyakati tofauti wakisafirisha bangi aina ya skanka. Watuhumiwa hao ni Leonard Paulo mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Sirari Mara, aliyekamatwa na kilogramu 46.46, Maria Kandonga mwenye umri wa miaka 18 na wenzake Monica Kandonga mwenye umri wa miaka 41 na Ibrahim Mwakibete mwenye umri wa miaka 26, wote wakazi wa Mbeya, walikamatwa wakiwa na kilogramu 9.68. Joseph Mkwala mwenye umri wa miaka 30, raia wa Malawi, alikamatwa akiwa na kilogramu 4.62 na Esther Mbise mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Mbeya, alikamatwa na kilogramu 16.1 za skanka. Mkoani Arusha tuliwakamata watuhumiwa Fatuma Musa Muhamedi mwenye umri wa miaka 45 maarufu kwa jina la Mama Arafa na mwenzake Elibariki Martin Kingu mwenye umri wa miaka 29 maarufu kwa jina la Baraka, wakiwa na bunda 937 za mirungi zenye uzito wa kilogramu 363.45. Mama Arafa ni mhalifu wa muda mrefu aliyekuwa akiendesha mitandao ya usafirishaji wa mirungi na kuwatumia vijana wa bodaboda kusambaza mirungi katika maeneo mbalimbali, hususani kwenye miji mikubwa. Vile vile, katika operesheni zilizofanyika mikoa ya Tabora, Tanga, Arusha, Mwanza, Shinyanga, Morogoro, Kigoma, Katavi, Ruvuma, Mtwara pamoja na Mara na Kilimanjaro, zilikamatwa bangi jumla ya kilogramu 5237.97 sawa na tani 5.24, mirungi kilogramu 4039.06 sawa na tani 4.04, pamoja na heroin gramu 72. Operations zilizofanyika zinaonyesha jitihada za serikali katika kupunguza upatikanaji wa dawa za kulevya nchini. Tutaendelea kupambana na wafanyabiashara haramu wa dawa za kulevya pamoja na dawa tiba zenye asili ya kulevya ili kuhakikisha hazichepushwi na zinawafikia wagonjwa wanaohitaji dawa hizo badala ya kutumiwa na wahalifu kama mbadala wa dawa za kulevya. Tutaendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi za serikali, mashirika, asasi za kiraia pamoja na makundi mbalimbali ya kijamii
kuhakikisha kwamba tatizo la dawa za kulevya linadhibitiwa kikamilifu hapa nchini.